Aisee, kwema lakini. Kwema kabisa. Pole na hongera kwa mchezo. Asante, namshukuru Mungu. Tuambie kama upande wako mchezaji, dakika ambazo umepata kucheza, dakika zilikuwaje? Zilikuwa nzuri kwa upande wangu na kwa timu pia kwa ujumla. Lakini pia kwa mchezo kwa ujumla ulikuwa mzuri. Tulijaribu kufuata maelekezo ya walimu wetu kama ambavyo tuliongea katika press, lakini mchezo ni matokeo. Kuna kushinda, kuna kufungwa, kuna kusale. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya wachezaji wangu tumepokea matokeo haya, ni sehemu ya mpira. Kwa hiyo naamini benchi la ufundi limeona nini kimesababisha sisi kupoteza mchezo wa leo, kwa sababu ukiangalia kipindi cha kwanza maintain kuhakikisha kwamba tukikosa 3 basi tupate alama moja. Lakini makosa ya kibinadamu kama ambavyo nimesema, benchi la ufundi limeona, na mtu aliyefanya hivyo sio kwamba alikusudia, lakini yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mliamini nini ama kocha alizungumza nini baada ya kipindi cha kwanza? Mlidominate vizuri mpira na mkatoka bila kufungana. Dakika 5 naona mlikuwa mnacheza kwa kuzuia, lakini kipindi cha pili naona mlikuja kama mmejilipua mkafunguka. Tulikuwa tunahakikisha tunafuata maelekezo ya mwalimu wetu, kwa sababu Yanga wana uzuri wao na mapungufu yao. Kwa hiyo sisi tuliweza kuyatumia yale mapungufu kuhakikisha kwamba tuna dominate, angalau tukikosa alama 3 basi alama moja. Kwa hiyo mimi nimshukuru Mungu pia kwa kutujalia kuyafuata maelekezo ya mwalimu wetu na kutimiza kwa asilimia kubwa kile ambacho alituelekeza. Kifupi, kama mchezaji unakubaliana na matokeo? Nimekubaliana na matokeo kabisa. Kuongezeka kwa video support, unaona kuna namna kama wachezaji na watia moyo? Kwa sababu ni kitu ambacho kinakwenda kuamua haki. Kwa hiyo ni kitendo kizuri. Naamini hata ligi itakuwa bora zaidi kwa kuongeza hichi kitu. Kwa kweli mimi namshukuru Mungu kwa hilo. Kwa kweli nadhani hiki kitendo ni kikubwa na kizuri. Kikubwa tu waendelee kuboresha zile kanuni ambazo wameziweka, basi waweze kuzisimamia. Kwa hiyo msimu huu zile kelele za marefa zitapungua. Na hakika. Na hakika kabisa. Umeendelea kusalia katika timu ya Namungo. Kipi zaidi ambacho pengine kwako kimekuwa chachu zaidi ukiwa ndani ya Namungo? Unajua hakuna sehemu kitu kizuri unafanya sehemu ambako kuna amani. Kwa hiyo yani kuanzia management ya Namungo na wanaruangwa wameonyesha thamani na kujali kuhusu mimi. Na mimi nikaona sina haja ya kuendelea kuhangaika huku na kule. Ni ile tu ule upendo na kuthamini kile ambacho nakitoa kwenye timu yao. Ongezeko ya namba mpya unazungumziaje? Nimemwona Hansi, nimemwona pia Awesu au usajili mpya. Wewe kwako unazungumziaje? Unaona kuna namna Namungo inakwenda kuwa ya tofauti msimu? Nadhani kidogo tulichokionyesha katika mchezo wa leo, nadhani kimeonyesha picha Namungo itakuwa sehemu ipi. Kwa hiyo mimi naamini maingizo mapya wamekuja na kitu kikubwa kuhakikisha kwamba Namungo inarudi katika ile performance ambao wapenzi na mashabiki wa Namungo, wana Ruangwa na wale wote ambao wanaisupport Namungo watakuja kuona kile ambacho walikuwa wamekimisi kwa muda mrefu. Shukrani sana. Asante sana. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.